Maendeleo ya sayansi na teknolojia yamerahisisha au yamepelekea kuwepo kwa mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii imekuwa na mchango mkubwa sana katika jamii, jambo ambalo limerahisisha upatikanaji wa habari mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii. Na leo utakuwa na mtaalamu ambaye amebobea katika mitandao ya kijamii, atakwenda kutufundisha na kutuelekeza baadhi ya mambo yanayohusiana na mitandao ya kijamii. Karibu. Kwa majina naitwa Bona Max Innocent, ni expert au mdau wa mitandao ya kijamii. Maana yake nina ukaribu sana na mitandao hii, lakini pia kabla ya kuendelea zaidi inatakiwa tutambue kwamba mitandao ya kijamii ni ipi hasa tunapozungumzia swala hili. Katika zama hizi mitandao ya kijamii ni kama Facebook, Instagram, Twitter, kwa sasa inajulikana kama X, Thread na mingine mingi ambayo itaendelea kuja kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia. Sasa kwa kizazi hiki au kwa watazamaji wetu, ili waweze kuelewa nini mitandao ya kijamii, historia yake imeanzia wapi, ninaweza nikasema kama mtaalamu na mdau mkubwa wa mitandao hii kwamba historia zaidi inaandikwa mwaka 1950 ambapo kilizaliwa kitu kinaitwa ARPANET. Hii ilikuwa ni kampuni ya kijeshi huko Marekani ambayo ilifanya utafiti mkubwa kuhusiana na swala zima la namna gani dunia inaweza ikawasiliana, maana yake ikawa kiganjani kama leo tulivyo, kwamba mtu yuko Washington DC anawasiliana na mtu aliyeko Nyamagana Mwanza. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ARPANET ikaendelezwa kutokana na defensive military ya Marekani. Kwa hiyo tukaja tukapata miaka 1980 kikazaliwa kitu kinaitwa 1G. 1G hii ilileta mfumo wa mawasiliano ambapo ilikuwa inaruhusu tu mtu aliyeko eneo fulani kumpigia mtu aliyeko eneo fulani, lakini baadaye tukaja tukapata kitu kinaitwa 2G ambapo hii ni miaka 1990. Hii ilisaidia kuletwa kwa kitu kinaitwa SMS, kwamba mtu aliyeko sehemu fulani anaweza akatuma ujumbe mfupi wa maandishi ukamfikia mtu fulani. Lakini baadaye tukaja tukapata kitu kinaitwa 3G ambao ni miaka ya 2000. Hapa tunaona mvuvumko mkubwa wa sayansi na teknolojia kwa upande wa mawasiliano na masuala mazima ya mitandao ya kijamii ulianza kufufuka. Lakini historia inakumbukwa zaidi na inaandikwa zaidi mwaka 2010 ambapo tulipata kitu kinaitwa 5G. Hapa sasa ndo tulianza kuona watu wakironga mitandaoni kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Platform mbalimbali kama Facebook, Instagram, TikTok, Thread na mingine kaza wa kaza ikaunganisha. Na mpaka sasa tunapozungumzia tuko kwenye kizazi hichi cha Generation Z, Gen Z, ambapo kinatanabaishwa zaidi na mwendo mkubwa na kasi kubwa ya interneti ambayo ni 5G. Kwa hiyo tunapozungumzia 5G imeleta mapinduzi makubwa kutokana na sasa hivi dunia iko kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda, mambo ya automation pamoja na artificial intelligence. Kwa hiyo nadhani hiyo ni historia fupi au background fupi ya mitandao ya kijamii duniani. Naam, asante sana kwa mchango wako. Asante kwa utangulizi ambao ni mzuri. Kitu kingine ambacho tungependa kujua, upi sasa mchango wa mitandao ya kijamii kwa karne ya sasa hivi, na mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Instagram, YouTube, Twitter ambao kwa sasa ni X, upi sasa mchango wa hiyo mitandao ya kijamii? Mitandao ya kijamii naweza nikasema kwamba imeleta mapinduzi makubwa na ina mchango mkubwa katika sekta mbalimbali ambazo ni nyeti na zinasaidia katika kuchochea maendeleo. Cha kwanza kabisa, sijajibu swali hilo, lazima tujikite zaidi kwamba hii internet kwamba imeleta faida hizo, lakini natakiwa tutambue kwamba mpaka sasa hivi kutokana na sensa ya makazi ya dunia ya idadi ya watu ya dunia ya Novemba 2022 ni takribani dunia ina wakazi bilioni 8.2, lakini kutokana na sensa iliyofanyika mwaka huu 2025 inaonyesha kwamba ni takribani watumiaji bilioni 5.17 wanatumia mitandao ya kijamii, maana yake Thread, TikTok, Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo unaweza ukaona ni robo 3 ya dunia inatumia mitandao ya kijamii. Sasa niende moja kwa moja kwenye faida hizo za mitandao ya kijamii. Moja, imesaidia mawasiliano duniani
watu kutoka kona mbalimbali za dunia kuwa kitu kimoja. Maana yake nikisema nini? Kwamba kuna kulike, kuna share, kuna comment kupitia mitandao hii ya kijamii, kwamba within dakika moja mtu anaweza akaposti kitu fulani na kikafikia dunia nzima. Lakini kimesaidia upatikanaji mkubwa wa habari, kwamba sasa hivi mtu yeyote akiwa na smartphone anaweza akafanya kitu chochote na kikasaidia watu kupata habari. Hii tunaita citizen journalism, kwamba mtu yeyote ambaye ana simu na ana teknolojia anaweza akafanya kitu chochote na habari zikamfikia mtu yeyote yule. Lakini pia imesaidia ukusanyaji wa takwimu na mambo mbalimbali ya kujifunza pamoja na kuelimisha. Asante sana. Katika mitandao ya kijamii kuna habari nyingi sana ambazo waga zinapostiwa. Sasa swali langu mimi kwako, labda mtu anawezaje kuamini kama hiyo habari ni ya kweli kwenye mitandao ya kijamii? Kwa sababu mitandao ya kijamii wapo watu wengi ambao wanaposti habari nyingi tu. Sasa ni kwa namna gani mtu anaweza kaamini kwamba hii habari ni ya kweli au si ya kweli? Naweza nikasema kwamba kuna vyombo ambavyo vinaaminika, ambavyo viko very verified. Kwa hiyo wananchi inatakiwa wajikite zaidi katika vyanzo muhimu vya habari vinavyopatikana kupitia internet na online platform. Na ninaweza nikasema kuna hatari kubwa katika kizazi hiki, kwa sababu kimeibuka kitu kinaitwa citizen journalism, kwamba slander pamoja na uongo mwingi wa habari za kugushiwa umetokea. Kwa hiyo naweza nikasema kitu kikubwa ambacho inatakiwa kilete uaminifu kwamba hii habari ni ya kweli ni kuangalia vyanzo sahihi vya habari ambavyo vinapatikana katika mitandao hiyo ya kijamii. Mojawapo tunaweza tukasema hapa Tanzania tuna Jamii Forum Check, kwamba chombo hichi kinatoa habari sahihi. Lakini pia kuna online platform nyingi ambazo ziko chini ya TCRA. Hapa Tanzania tuna mamlaka ya mawasiliano TCRA inayo regulate online platform zote zinazopatikana kwenye hii mitandao ya kijamii. Kwa hiyo watu inatakiwa waziamini hizo kuliko kufata ushabiki, hususani katika karne hii ya 21. Asante sana. Swali lingine, upi sasa utofauti uliopo kati ya jamii ya kale ambayo ilikuwa haina mitandao ya kijamii na jamii ya sasa hivi ya karne hii ya 21 ambayo ina mitandao ya jamii? Upi utofauti wa hizo jamii? Kuna utofauti mkubwa sana kati ya kizazi kilichopita pamoja na kizazi hichi. Moja kabisa, kizazi kilichopita kilitegemea zaidi katika, naweza nikasema, vyombo vya habari vya jadi ambayo ni televisheni, lakini pia magazeti pamoja na redio. Lakini katika kizazi hichi tunaweza tukaona mapenzi makubwa katika vyombo vya habari vya jadi, maana yake televisheni, redio pamoja na magazeti. Kwa kizazi hiki ile hali ya kupenda vyombo hivyo imepotea kutokana na kuwepo kwa sayansi na teknolojia ambayo imeleta platform hizi. Kwa hiyo vijana, hususani vijana kwa kizazi hiki, si rahisi sana kukaa kwenye TV au redio pamoja na magazeti, lakini wanatumia muda mwingi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Kutokana na nini? Kuna access kubwa, kwa sababu ukiwa na smartphone tu na data MB unaweza ukaaccess information za kutosha na kwa wakati mkubwa na sahihi kuliko kutegemea hizi tunaita mainstream media ambayo ni vyombo vya jadi vilivyokuwepo zamani. Kwa hiyo tofauti ni huo, lakini pia naweza nikasema utofauti mwingine katika kizazi hiki tumeshuhudia zaidi, kuna taarifa zinasambaa kwa uharaka zaidi ukilinganisha na kipindi hicho ambapo vyombo vya jadi vilikuwa na ule umachachari wake. Kwa hiyo leo tunaweza tukafanya kitu hapa, lakini within dakika moja kitu kikawa kimeisha fika viral na dunia nzima ikaona, ukilinganisha na zamani kupitia vyombo hivyo vya jadi, radio, magazeti pamoja na televisheni. Sawa, matumizi ya mitandao ya kijamii. Tumeona mitandao ya kijamii ni uwanja mkubwa sana. So yapi madhara sasa ambayo yanatokana na utumiaji wa mitandao ya kijamii kwa wale tu watumiaji ambao wanaitumia hiyo mitandao kwa chanya, tuseme kwa matumizi chanya, kwa matumizi hasi? Moja kati ya kitu muhimu ambacho inatakiwa kiwe documented ni kwamba kuna athari kubwa katika karne hii ya 21, hususani kwa kizazi hichi Gen Z, Generation Z, lakini pia kwa kizazi kinachokuja Alpha pamoja na Generation Beta, kwamba kuna hatari kubwa. Moja kati ya kitu kikubwa ambacho kiko sasa hivi katika mitandao hii ya kijamii
moja naweza nikasema kwamba utoaji wa taarifa za faragha za watu binafsi. Watu wengi wanachafuliwa mitandaoni na kwenye hii mitandao ya kijamii, maana yake Facebook, Instagram, TikTok na vitu kama hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hii inaleta hatari kubwa katika utoaji wa taarifa. Naweza nikatoa mifano zaidi hapo kwamba taarifa za watu binafsi zinatolewa, maana yake kama mtu ni celebrity, ni kiongozi na ni mwanasiasa mkubwa katika taifa hili au duniani, taarifa zake nyeti zinaweza zikatolewa bila kibali na kuwekwa mbele ya public, na hii inaweza ikasababisha psychological torture na vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikasema ni madhara makubwa ya utumiaji hasi wa mitandao ya kijamii ni pamoja na kuchochea ongezeko kubwa la ugonjwa wa akili. Kutokana na takwimu ya chuo kikuu cha Oxford Uingereza, inaonyesha kwamba ni takriban 61% sasa ya watu duniani ugonjwa wa akili walionao umetokana na utumiaji wa mitandao ya kijamii. Moja, kama nilivyosema awali, kwamba utoaji wa taarifa za faragha za mtu binafsi. Kwa hiyo hii inaweza ikaleta mvuvumko fulani wa utindio wa ubongo kwa mtu. Lakini pia athari nyingine naweza nikasema kwamba hii mitandao ya kijamii tunaweza tukaona sasa hivi Afrika, takriban nchi 7 sasa hivi Afrika Magharibi, lakini na sasa hivi muda unapoendelea kwenda, mapinduzi mengi yamefanikiwa na majaribio mengi mbalimbali ya kutaka kupindua serikali mbalimbali, kuziangusha kutoka kwenye dola. Hii inatokana na uchochevu mkubwa wa mitandao ya kijamii. Mfano mzuri ni mwaka 2024 pale nchini Kenya, Gen Z hawa tunaowaita, kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa yao mbalimbali katika mitandao hiyo, Facebook, Instagram, Thread pamoja na Instagram, ilileta uchochevu mkubwa wa vijana kufanya riots, demonstration na kusababisha uharibifu mbalimbali wa Madagascar na nchi kadhaa. Kwa hiyo hii ni moja kati ya asali kubwa ambayo tunaipata, na kitu kikubwa ni kutokana na wimbi kubwa la citizen journalism, na serikali inatakiwa na mamlaka mbalimbali iweke sheria ambayo zitakuwa kandamizi kwa watu ambao wana ile negativity katika utumiaji wa mitandao ya kijamii. Asante sana. Swali la mwisho, unawashauri nini watumiaji wa mitandao ya kijamii? Mitandao ya kijamii naweza nikasema katika karne ya 21 ni kama darasa au daraja la kumtoa mtu kutoka alipo kwenda sehemu nyingine. Ukirejea utafiti uliofanywa na Oxford University, chuo kikuu cha Uingereza, unaonyesha kwamba ni takriban 80% ya uwepo wa mitandao ya kijamii katika karne hii imesaidia mambo kadha wa kadha katika nyanja mbalimbali, kiuchumi, kisiasa, kijamii, kitamaduni, katika kuleta ule ukuaji chanya. Moja kati ya sababu ambayo naweza nikasema kwamba ni moja kati ya faida ya mitandao hii, kuongezeka kwa kitu kinaitwa e-commerce trade, kwamba kupitia mitandao hii watu wanaweza kutumia Facebook platform, majukwaa hayo, kutangaza bidhaa zake, na that's why tunaona kwamba mtu yuko Miami lakini anatangaza biashara yake iliyoko Miami kwa mtu aliyeko USA na ananunua kwa njia ya online. Kwa hiyo hii ni moja kati ya faida, lakini nimesema ni darasa. Watu wengi wanajifunza mambo mbalimbali kupitia kurasa na peji mbalimbali ambazo ziko documented kwa kuweka taarifa mbalimbali muhimu kwa ajili ya kujifunza. Lakini pia imerahisisha upashanaji wa habari ukilinganisha na vyombo vya jadi vilivyokuwepo zamani, maana yake mainstream media, magazeti, radio pamoja na televisheni. Kwa hiyo sasa hivi mtu anaweza akapata taarifa kwa haraka zaidi ukilinganisha na kipindi cha zamani, miaka ya 90, 80, ambapo teknolojia hii ilikuwa bado haijafika. Asante sana. Labda cha mwisho, huenda kuna kitu ambacho sijakuuliza na ulitamani nikuulize, unaweza ukakizungumzia kwa kumalizia? Ninaweza nikasema kwamba mamlaka pamoja na serikali zetu duniani pamoja na ndani ya bara la Afrika, kuna umuhimu mkubwa sasa wa kuja na sheria ambazo zitakuwa kandamizi kwa upande chanya kwa wale watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii katika kuleta sintofahamu katika jamii na kuleta madhara mbalimbali. Kwa mfano nchini kwetu Tanzania, kwa mfano TCRA inatakiwa watunge sera na sheria ambazo zitasaidia
kuzuia hili wimbi kubwa lililolipuka duniani la citizen journalism, kwamba mtu yeyote mwenye simu kubwa, mwenye smartphone, basi anaweza akapata ile access ya kuwa mwandishi wa habari, ili kwamba si mwandishi wa habari na haja qualify. Kwa hiyo vitu kama hivi. Lakini pia nishukuru serikali ya Tanzania kwa kuanzisha kitu kinaitwa bodi ya isibati kwa wanahabari nchini, kwamba mwanahabari yeyote inatakiwa apate isibati kwa ajili ya kutoa taarifa ambazo zitasaidia kuijenga jamii kuliko kuibomoa. Kwa hiyo nadhani ni muhimu sana duniani kuiga kwa Tanzania kuanzisha bodi ya isibati ambayo itachangia kuleta maendeleo makubwa na sheria kandamizi kwa wale watu ambao wanavuruga hali ya mitandao yetu ya kijamii. Lakini kingine cha mwisho zaidi, takwimu zinaonyesha zilizofanywa na utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Oxford University Uingereza, kwamba ni takriban watu bilioni 1.17 ni watumiaji wa mitandao ya kijamii, ambao ni sawa na 61% ya total population ya idadi ya jumla ya duniani, ambayo ni takriban bilioni 8.5. Kwa hiyo kutokana na hicho sasa inatakiwa dunia ije iangalie kwamba watumiaji wamekuwa wakubwa, na jinsi tunavyoenda na kuongezeka kwa mapinduzi ya nne ya viwanda, maana yake automation pamoja na artificial intelligence, akili bandia, inatakiwa ziwepo sheria kandamizi kwa wale watu ambao watakuwa abusers wa kuleta image mbaya katika tasnia ya habari. Naweza nikasema hivyo kwa upande wangu. Naam, huyo alikuwa ni mtaalamu ambaye amebobea katika masuala zima ya mitandao ya kijamii. Mimi ni Alexander Mogolo wa Mogolo TV. Cha kufanya tu endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kwa habari mbalimbali za michezo, burudani, siasa pamoja na mambo mengine. Bye bye.